Mheshimiwa Spika, kwa upande wa afya na kuimarisha upatikanaji wa utoaji wa huduma ya afya, serikali imeendelea kusimamia ubora, usalama na ufanisi wa utoaji wa huduma za afya. Katika kuimarisha upatikanaji bora wa huduma za afya zinazotolewa ngazi zote, kuanzia zahanati hadi hospitali za taifa hadi ubingwa bobezi, pamoja na kuimarisha uwekezaji wa viwanda vya dawa, serikali itaendelea kuongeza nguvu katika hatua hizo zote ili kuweza kuhakikisha kwamba nchi yetu inajitosheleza kwenye masuala ya afya. Ili kuhakikisha upatikanaji wa huduma bingwa na bobezi, serikali imeendelea na mikakati mahususi ya kuongeza madaktari bingwa na bingwa bobezi. Moja ya mikakati hiyo ni kuanzisha programu ya ufadhili ya Samia Health Super Specialization Program. Kupitia programu hiyo, jumla ya wataalamu 1483 wamepata ufadhili wa masomo katika fani za ubingwa na ubingwa bobezi ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika Mheshimiwa Rais amethibitisha kwa vitendo dhamira yake njema ya kuthamini na kujali afya na utu wa Watanzania kwa kuhakikisha huduma za kibingwa na bingwa bobezi zinapatikana hapa. Mheshimiwa Spika, zamani Watanzania walikuwa wanatoka hapa kufuata matibabu Afrika Kusini, Kenya na kwingineko. Sasa mataifa mbalimbali ndani ya nchi za SADC yanakuja kufuata huduma za kibingwa za afya hapa Tanzania. Katika mwaka 2026-2027, serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha utoaji wa huduma bora za afya. Hatua hizo ni pamoja na kuongeza uwezo wa nchi kuzalisha dawa na vifaa tiba, mifumo ya ugharimiaji wa huduma za afya, kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, kuboresha miundombinu, kuimarisha upatikanaji wa bidhaa za afya, kuimarisha huduma za matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi, utafiti na kuimarisha tiba utalii kama nilivyokwisha kusema. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI, katika mapambano hayo jitihada zilizofanywa na serikali ni kwa kuimarisha na kwa kushirikiana na wadau kuwezesha taifa letu kupiga hatua kubwa katika kupunguza maambukizi mapya ya VVU, kudhibiti maradhi pamoja na vifo vitokanavyo na UKIMWI na kuimarisha kuweza kuhakikisha kwamba wale wenye VVU waishi maisha yenye afya na tija kutokana na matibabu bora ya kufumbaza VVU. Mafanikio hayo yameainishwa katika tathmini ya hali ya mwitikio dhidi ya UKIMWI hapa nchini. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2026-2027 serikali itaendelea kutekeleza mikakati ya kukabiliana na ili kufikia lengo la kutokomeza UKIMWI kama janga la afya ya jamii ifikapo 2030. Mikakati hiyo ni pamoja na kuendeleza kushirikiana na wadau wote wa maendeleo katika mapambano dhidi ya VVU na UKIMWI kwa kugharamia kinga, tiba pamoja na matunzo. Ufafanuzi zaidi wa kina unapatikana katika hotuba hii ukurasa wa aya 158 hadi 172.